Kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 12 kichwa cha somo leo kinasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Huu ni mlango wa 12 na ni mlango wa mwisho wa kitabu cha Mhubiri ambacho tumekuwa tunakisoma katikati ya wiki. Na kitabu hiki mlango huu una mistari iko 14, sio mingi sana. Na ni kama ni mlango unaotoa hitimisho la mambo tuliyosikia katika milango iliyotangulia. Milango 11 iliyotangulia anatoa kama hitimisho jumla ya mambo ambayo unaweza kuondokana. Ujumbe gani unaweza kuondoka nao wa jumla ukaukumbuka kufanyia kazi. Kama utakuwa umesahau mstari moja mle ndani, lakini ni nini kikubwa ule ujumbe mpana tunaweza kuondoka nao. Naomba kila mtu awe msikivu basi. Sitaki kuona naye lala. Mstari kwa mfano wa 13 anasema hii ndiyo jumla ya maneno yote yaliyokwisha kusikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndiyo impasayo mtu. Ananiambia kwamba yote tunaweza kuyafanya, anaweza kama tuambia hekima mbalimbali, mambo yote tutakayofanya, lakini yote unaweza ukaya summarize au ukayafupisha katika neno moja kwamba tuwe na tabia ya kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni kuwa na hofu na Mungu. Kuwa na hofu na mambo Mungu aliyoyakataza, kwamba hiki Mungu ameikataza. Leo hii dunia ya leo wote mnaweza kama shahidi na mtu yote mwenye mguso wote wa kimungu, ni rahisi kujua kwamba sasa hivi mwanadamu haogopi chochote ambacho Mungu amekikataza. Mtu anapotoka hapa wanapotoka kama dunia ikapitisha uhuru wa kuchomoa mimba unapotaka. Ni kitu ambacho kikwazi kabisa kwamba hakuna hofu ya Mungu yote ya aina yote. Ndio sio? Wanapopitisha kwamba juzi nilikuwa nasikia rais wa Marekani huyu anaitwa Trump anasema hela nyingi zilikuwa zinatoka katika mfuko wa msaada wa Kimarekani unaitwa USAID kwenda kuwekeza katika uwezeshaji wa uhuru wa ushoga au sheria za kishoga katika taifa la Lesotho. Taifa dogo. Akasema hivi Lesotho ni nini kwanza? Ni nchi gani sio kuisikia mimi? Hizo hela za Marekani zinaenda kupotelea wapi? Kwa hiyo lakini tukirudi kwenye hoja ya msingi, msanta kuja kuhubiri baadaye. Ninachotaka tu kuonyesha ni kwamba tuwe na taswira picha kubwa. Kwa hiyo nikufundishe kitu kimoja cha msingi. Na mimi najifundisha mwenyewe. Tuwe na tabia ya kuwa na hofu ya Mungu na kuogopa Mungu aliyokataza na kutenda yale aliyoyaelekeza. Ndio kama jumla ya mambo yote. Na huu mlango pia unatukumbusha kwamba hatima ya mwanadamu haiko mbali. Hatima ya mwanadamu haiko mbali, na anasema kwa mfano mlango ule wa mstari wa 8 anasema mstari wa 7 anasema nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa na roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Anatukumbusha kwamba maisha ya mwanadamu tunaweza kuruka sana, tukajisifu sana, tukatafuta sifa sana, lakini mwanadamu huondoka katika aibu. Ufa katika aibu, mwanadamu anafukiwa chini kule, nchi mwili unarudi kule kwenye udongo ulipotokea, roho naye inaenda kusimama mbele ya hukumu ya Mungu. Anasema kwamba pamoja na kwamba na haichukui muda mrefu sana, haichukui round kiukweli. Kwa hiyo ukibahatika kusikia maneno kama haya yakihubiriwa katika madhabahu, labda husomagi Biblia ukasahau kwamba haya mambo yameandikwa kwenye Biblia, ni muda mzuri sana wa kuyapokea na kuishi. Biblia inasema tumche Mungu kwa hofu na kwa kicho na kutetemeka. Mungu anataka tumuhofu na kumtetemekea. Na niko pamoja na mimi. Kwa hiyo ndicho anachotuambia kwenye huu mlango, lakini huu mlango ni kuna mstari wa kwanza ule huwa ni maarufu kidogo kwa watu wanaosoma Biblia. Nimeona ndio ubebe ujumbe. Kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Hoja sio tofauti na ile. Hoja ni ile kwamba kumcha Mungu, kuwa na hofu ya Mungu, kuogopa makatazo ya Mungu na kutenda maelekezo ya Mungu. Mungu yupi? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio kila Mungu. Ipo iitwayo miungu ni mingi, lakini kuna Mungu wa kwenye Biblia. Mungu anayetambulishwa kwa jina la Yesu Kristo.
Ndicho anachotukumbusha kwenye huu mlango wa 12. Huu ndio ujumbe, hata tukifunga hapa Biblia tukaondoka tutakuwa tumejifunza. Lakini tuende kwenye mistari tuipitie. Kwa sababu humu kuna mafumbo, lazima tuchukue muda kidogo kuyafumbua na mengine yatabaki yamefumbwa. Hata mimi mwenyewe siyaelewi vizuri. Neno la Mungu, mimi ni nani? Nijue sawa. Nani aujue moyo wa Mungu? Kwa hiyo kuna mengine Mungu anatufungua. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 29, mstari wa 20 anasema mambo yaliyofunuliwa kwa ajili yetu ni kwa ajili yetu na watoto wetu, na siri za Mungu zinabaki kwa siri za Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mengine Mungu ameweka kama siri. Tutayaona humu siri fulani na tunajaribu kidogo kuzidodosa, lakini kuna mengine yatabaki bila kueleweka moja kwa moja. Lakini yanayoeleweka ni mengi. Kwa mfano kumcha Mungu, kuwa na hofu na Mungu, kuogopa makatazo ya Mungu na nini na amri za Mungu ni kitu ambacho kiko wazi, sio siri. Tusipotenda tusiyosema sikuwa nimeelewa alikuwa anamaanisha nini. Iko wazi kabisa. Kwa hiyo tunaenda katika kama kumbukumbu tu. Huu ni mlango wa 12 na ndio mlango wa mwisho. Kwa hiyo leo tunahitimisha kitabu, huwa ni jambo zuri sana. Ni vizuri sana kwa kweli. Siku ninapohubiri mlango wa mwisho kwenye kitabu huwa najisikia vizuri. Lakini kuanza mlango wa kwanza huwa inachosha. Ni kama unaanza safari. Siku umefika nyumbani, umetoka safari ndefu, unaona mpaka unajua hivi niwezaje kumaliza ile safari. Kwa hiyo leo tunahitimisha mlango wa 12 kama kumbukumbu tu. Hiki ni kitabu kimoja hapo kwenye Agano la Kale tulichokishamaliza. Tulishamaliza kitabu cha Mwanzo milango 50, kitabu cha Kutoka milango 40, tulishamaliza Samueli wa kwanza milango 31. Tulishamaliza kitabu cha Mithali milango 31 pia. Tulishamaliza kitabu cha Daniel milango 12, japo tulisoma masomo 13 mle. Tulishamaliza kitabu cha Isaya milango 66 na tulikisoma mara mbili. Hata Mithali tuliwahi kusoma kama mara mbili. Yote vile. Kwa hiyo hiki ni kimoja wapo. Tutakapomaliza hiki, neema ikitufunika tutakapokutana mara nyingine tutaanza na kitabu cha Zaburi. Kwanza kitabu cha Zaburi na milango 150. Hatutaisoma yote. Hiyo nitaeleza tutakapokuwa kwenye Zaburi. Leo naomba niishie hapa. Kwa hiyo vipengele vya leo kama kawaida watu tunaposoma mlango tunajaribu kukusanya hoja katika makundi. Tuondoke na vitu vinavyoeleweka. Sio mstari mmoja umesimama kivyake. Mara chache watu tunafanya hivyo. Kama kila mstari unaeleza maelekezo tofauti na mwingine, lakini hii inafanana. Mistari 6 ya kwanza ina kipengele kimoja kinachosema tumia furaha na nguvu na ari. Ile ari, ule ushawishi ule na nguvu na ari na amani za ujanani kumtumikia Mungu wako. Hiyo nafasi hiyo ya ujanani itumie vizuri katika kumtumikia Mungu wako. Hiyo ndio hoja ya kwanza, mistari 6 ya kwanza. Mistari mingine inayobaki, yamkini mistari 8 inayobaki itakuwa inaongelea habari za ukomo wa maisha ya duniani na jinsi ya kuyahitimisha maisha yetu. Namna ujanani ni katika kumtumikia Mungu. Uzeeni ni katika kufanya nini? Kumkaribia zaidi Mungu. Namna ya kuhitimisha maisha yetu, tuhitimishe vipi? Watu wote wanajua kwamba mtu unapokuwa unakaribia, mimi najua wanafunzi unamkuta anatoka mwaka wa kwanza vizuri tu, wa pili vizuri, lakini kule mwishoni anakosea, unajikuta anaondoka mefeli. Namna ya kuhitimisha mwishoni hata kwenye mbio. Unaweza kukuta mtu anaanza mbio anakimbia na wakimbiaji wale. Anakimbia vizuri alafu huko mwisho kule anaenda nakosea. Anakosa nini? Anakosa medali. Mungu anatukumbusha katika kitabu hiki. Hasa tunapokuwa tunakaribia umri wa utu uzima, namna ya kuachana na mambo madogo mengine ya duniani tukaanza kumtafuta yeye. Tukamaliza vizuri. Tukatafuta ile shabaha, lile lengo. Ukiwa kijana mtumikie Mungu. Unaweza kukosea, kuna muda wa kusahisha, lakini wakati wa uzee wakati mwingine ni vigumu sana. Kwa hiyo vyote vimeandikwa katika mlango wa leo. Hebu tuende sasa katika vile vipengele. Mstari 6 ya kwanza tuiangalie pamoja katika kipengele ambacho tumekiona kinachosema tumia furaha, nguvu, ari za ujanani kumtumikia Bwana. Jamani, hakuna kitu kizuri kabisa. Hakuna namna nzuri ya kuanza maisha kama kuanza na Bwana.
Nyota njema huonekana asubuhi. Na ukitafuta katika Biblia kwa mfano ukiangalia watu kama akina Yusufu mwana wa Yakobo. Watu kama akina Daudi mwana wa Yese. Mtu kama Daniel babake hajulikani na Samuel mwana wa Elikana. Ni watu ambao walianza maisha yao ya utumishi utotoni ujanani. Wote Samuel alivyokomeshwa ziwa la mama yake alipelekwa hekaluni akakaa huko. Akawa anakaa na Eli. Daudi alianza kumtumikia Mungu ujanani na akapakwa mafuta akiwa bado mdogo sana kuwa mfalme wa Israeli. Ufalme wao kuja baadaye. Lakini alipokuwa na miaka michache sana alikuwa mtumishi wa Mungu na Mungu roho wa Mungu akaja juu yake mapema akiwa na miaka sidhani kama ilikuwa inazidi 17 ndio akamua Goliath. Mtu kama Yusufu miaka 17 ni rafiki ni kijana mzuri ni mtu mcha Mungu ujanani anauzwa na nini. Daniel vile vile walikuwa vijana wazuri. Hawa watu wote ni wana shuhuda nzuri sana za maisha yao kwa sababu walianza na Mungu mapema. Na niko pamoja na mimi. Naomba ninyi mnaonisikia ambao bado mna nafasi ya kuishi muda mrefu duniani. Mtumie nafasi vizuri sana. Huko duniani hakuna garantia waka sana. Si nakwambia ukweli. Mimi nimepita kote. Yeye napojua na kwa Mungu nakujua. Na hana maana kwamba ukishakuwa ukitumia ujana kumtumikia Mungu basi ndo duniani utakuwa hauko hapana. No. Daudi maisha ya duniani alienjoy pamoja na kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu tangia ujanani na yuko pamoja na mimi. Na tusome ule mstari wakaanza sema mstari maarufu sana anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Anachotaka kwamba kumtumikia Mungu ile shauku ile nguvu ile ari huwa ni ya mapema alafu baadaye huwa inapotea kabla hazijaja siku mbaya kabla hazijaja siku tofauti ambapo sina furaha katika mambo haya siyahitaji. Wewe kitu ambacho mtu unakuwa nacho unachipuka nacho hata vyakula hivyo kula utotoni ni vigumu sana uje uvikatae mpaka uzeeni. Nani kwa pamoja na mimi? Hata uvaaji vitu vyote mtu chukulie shule unaianza ukiwa umeshakuwa mkubwa unaanza utotoni. Sasa hivi watoto wanaanza miaka 3 hata 2. Okay tuseme kwa mfano ukitaka kujifunza lugha vizuri ukaielewa utajifunza ukubwani au utotoni. Ile unaanza na hiyo lugha ndio utaijua. Vile vile ili kusudi uweze kumwambata Mungu wako uweze kumkaribia muumba wako jaribu kuchipuka naye mapemani. Ndio neno la Mungu linasema. Kumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku wala hazijakaribia bado zikiwa mbali kabisa. Siku zilizo mbaya. Kwa lugha nyingine siku za ujanani ni siku za nuru. Ni siku nzuri. Ni vigumu sana ukutane na kijana moyo wake unamdunda ovyo ovyo au na hofu na nini. Lakini njoo huku baadaye. Kuna kuwa na hofu. Kuna kuwa na mapito na majuto na masikitiko na maumivu. Nasema sasa wakati hivi vitu vya kukuondosha kwa Mungu havijakaribia uwe tayari umeshawekeza kilo nyingi kule kwa Mungu wako. Soma Biblia yako vizuri. Shindana na dhambi za ujanani. Epuka makundi ya upotoshaji ujanani. Uwe na moyo unaotafakari mambo ya Mungu mapema. Ndicho anachotuambia. Umsari unaweza kuwa somo la Jumapili la kujitegemea saa nzima. Lakini ngoja nisogee kwa sababu tuna mistari mingine 13. Mstari wa pili anasema kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza kabla ya kurudi mawingu kabla baada ya mvua. Anachotaka ni lugha ya taswira hii, ni lugha ya picha. Anasema fanya yote hayo kabla wakati bado kuna nuru moyoni mwako. Anatumia lugha ya picha kwamba jua kwamba kabla jua wakati jua bado
likiwa linang'aa na nyota zinamulika na mwezi kabla mawingu hayajafunika. Taswira yake ni kabla hofu na majuto na majonzi, wakati mwingine na nguvu kuisha. Baadaye kwa atatuambia na viungo kuanza kupungua nguvu. Uoni ukawa mdogo, kuna uwezo wa kusoma. Nani kwa pamoja na mimi? Ndio maneno ya Mungu. Hapa hajasema kwamba uwe ndio yule kijana anaenda. Hapa watu wanaweza wakasikia haya maneno wakaondoka na ujumbe wa uongo au wakaendeka na ujumbe uliopotoka. Sijasema uongo, hapana. Wakaelewa vibaya. Simaanishi wale vijana wanaoenda wanachonga tunywele, wakishoga na kuvaa tu koti wako tu kama wako makanisani kwa maonyesho na nini, lakini moyoni mwao wamemwacha Mungu. Moyoni mwao wamemwacha Mungu. Wako kwenye makundi ya kwaya wanaimba kwa ajili ya kujulikana, kwa ajili ya sifa. Wako wengi hapa Tanzania, sifa zao wenyewe, lakini watu wanadhani eti ni watumishi wa Mungu. Sio hao. Hao ni wamepotoka. Wamepotea. Utumishi wako wa Mungu wako wakati mwingine watu wanaweza siuone nje. Ukifunua kinywa chako kidogo tu, wenye sauti ya Mungu, wenye kusikia sauti ya Mungu watajua kwamba huyu ni mtoto, ni kijana amchaye Bwana. Sio hawa watu, makundi yao yako kwenye makundi gani? Wanajifanya wengine waimbaji, wengine ni watu wa maonyesho fulani na nini. Yaani Mungu anakuwa Kristo kwao anakuwa kama nyenzo tu ya wao kujulikana. Wanatafuta umaarufu wao. Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi, sitafungua huko, mlango wa 2 mstari wa 19 na 20, anasema na anawaambia Wafilipi, anasema natumaini kumtuma Timotheo. Timotheo alichukuliwa na Paulo akiwa bado kijana mdogo. Na alimjua Mungu utotoni kupitia kwa mama yake Lois, Eunice na bibi yake Lois. Mama yake Lois na bibi yake Eunice. Anasema ninatarajia kumtuma kwenu Timotheo kwa maana sina mtu mwingine mwenye nia moja na mimi. Alikuwa na kundi kubwa la watu ambao wako tayari kuiangalia hali yenu kweli. Kwa maana wao wanatafuta vyao, hawatafuti vilivyo vya Kristo. Leo hii asilimia zaidi ya 95, siwezi nikataja idadi, sijui, Mungu anajua, lakini watu wako katika vitu vinavyoitwa utumishi kwa sifa, kwa kutafuta vyao wenyewe, kutafuta sifa zao, kutafuta ajira, kutafuta jina, kutafuta umaarufu, vitu kama hivyo. Aweze kuonekana, aweze kuuza sura yake na maungo yake kama ni binti. Kama ni kijana anatafuta sehemu atakapopitia humo baadaye aje apewe kwa kanisa aanze kukanyonya. Hayuko tayari kufanya kama Paulo, kufanya kazi kwa mikono yake. Wanakuwa mizigo. Anasema Yesu anasema akiwaambia Mafarisayo, ndio grupu hilo. Ole wenu Mafarisayo wanafiki. Kwa sababu mnawatishwa watu mizigo mizito. Ninyi wenyewe hamko tayari kuigusa hata kwa kidole. Lakini huku nje mnaonekana ni watumishi wazuri kwa nje. Amina. Tumia nafasi hii kumpe Mungu moyo wako. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sehemu fulani inasema mwanangu nipe moyo wako na uziangalie njia zangu. Mpe Mungu, mpe mzazi wako, mpe mlezi wako. By the way, ukiwa mtoto usipompa mzazi wako, usipompa mlezi wako, sisemi mzazi kwa maana mzazi, siku hizi watoto wanaelewa na watu tofauti. Usipompa mlezi wako moyo wako, unakuwa unakosea. Mstari wa 3 anasema hivi. Siku yuko anaeleza nyakati ambazo zitakuja baada ya siku za ujanani, baada ya siku za nuru. Huku nyuma ametoka kusema jua limeshatiwa giza, mwezi hauangazi, mawingu yamekuja na mvua nyingi, akimaanisha taswira ya kupoteza furaha ile na nuru ya moyoni. Vinavyokuja. By the way, naomba kama kuna mtu mzima, mimi mwenyewe naelekea kwenye utu uzima. Tunapomtumikia Kristo, hii hali haitatupata. Hii hali ilimpata Ibrahimu? No. Ibrahimu aliondoka akiwa na nuru yake vizuri kabisa. Biblia inasema akafa katika umri mzuri
akiwa anaendelea kumtumikia Mungu na akiwa anaendelea kuzaa watoto wa kiroho na wa kimwili Ibrahimu. Ndivyo walivyoondoka kina Daudi na nini. Hii ni hali ya watu aidha ni Wakristo feki, Wakristo wa majina na nini, lakini hawajampa Mungu wao mioyo yao. Msana anasema mambo yanayokuja sasa, yanayokuja baada ya ujanani ambao kama hatukuutumia vizuri. By the way, wewe nikumbuke kusema kitu kingine. Ujanani ukiacha kumpa Mungu ujana wako, vile vile Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo mlango wa 2 nadhani. Anasema ni vizuri kijana kubeba nira yake ujanani. Ndio muda wa kuwekeza kwenye maisha yako, ndio muda wa kama ni mmea ndio muda wa kumwagilia. Ili kusudi uweze wakati mmea umeshaanza kuzaa matunda ndio muda wa kumwagilia? Hapana. Unamwagilia wakati mizizi inashika, majani yanachipua. Ukisubiri maua yaanze kuchipua ambayo yanakuja kuzaa matunda. Wabiolojia mnaikumbuka mimea, utakusha chelewa. Kama ni mahindi kwanza kutoa mbelewele, too late. Ndio unayamwagilia kabla yakiwa bado yanainuka. Vile vile kwa mwanadamu. Anaendelea mstari wa 3, vitu vinavyokuja baada kama hatukutumia ujanani vizuri kumpa Mungu wetu ujana wetu ili tupate nuru ya Bwana. Mstari wa 3 anasema siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza. Hii ndio mafumbo nilikuwa nakwambia. Hapa huwezi kuelewa alichokuwa anamaanisha. Lakini ukichunguza vizuri kabisa, anaongelea viungo vya mtu vinavyoanza kuishua nguvu. Nianze na vile vyepesi kuvisema. Mstari wa 3. Wale wasagao, huwa tunasaga chakula kwa kutumia nini? Meno yanaanza kufanya nini? Anasema wale wasagao kukoma, meno yanaanza kutoka. Kama unakula nyama unaacha kuzila. Kwa sababu huwezi kuzisaga tena. Unaanza kuchagua vyakula kwa sababu meno yamekataa. Kama unajipendea zako labda mahindi huli tena. Wale wasagao, wale wachunguliao madirishani kutiwa giza. Unapo vitu cha kuchungulia nini? Macho yanaanza kutiwa upofu, hayaoni. Wakati macho hayaoni ndio muda mzuri wa kumtumikia Mungu uzeeni. Simpelekee Mungu kustaafu kwako. Usiende kustaafia kwa Mungu. Hakupokei kabisa. Wazi Mungu ni mwema, lakini hutapata kikamilifu. Hutapata kikamilifu. Anasema vitu kadhaa. Siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha. Au kichunguza walinzi wa nyumba ni mikono. Mikono ndio sehemu ya kulinda nafsi. Hata kitu kishambulia mikono yako, unapokuwa umeshaishiwa nguvu, mikono inakuwa midhaifu. Walinzi watakapotetema, mikono inatetemeka, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha. Mara nyingi nguvu za mwili zinatokea katika kiwiliwili. Mtu anaanza kutembea hivi. Sawa? Anasema nyakati hizo sio wakati mzuri sana kumtafuta Mungu. Ni wakati wa kukamilisha ulichokisha kianza. Ni wakati wa kukamilisha na Mungu wangu na wewe. Amina. Mstari wa 4 anasema na hawa wasagao kukoma na kadhalika, na hawa wachunguliao na kadhalika. Wale walikuwa wanaongelea viungo vyetu vinapoanza kuishua nguvu. Kwa hiyo sio muda mzuri wa kutumika sasa. Ni muda wa kustaafu. Kwa sababu tayari nishatumika kwa Mungu. Sasa huku ujanani tumetumikia dunia. Tunataka tukastaafie kwa hivi. Unaweza ukala mafao ya kustaafu ambapo hukufanya ujanani. Nasema bana nimeshazeeka na kuja kwenu, hebu nipeni mafao nimestaafu. Hamna. Ulikotumia nguvu ndiko unakostaafia. Watu wanataka kutumia nguvu duniani halafu waende kustaafia kwa Mungu. Hamna. Hizi nikamsemea, lakini ninachokisoma kwenye Biblia haiendi vizuri. Mstari wa 4 anasema na milango kufungwa katika njia kuu
Na milango kufungwa katika njia kuu na vitisho vitakuwa hapo njiani. Hapa naongelea zile hofu. Wewe waambie mtu anapokuwa kijana anaweza katoka tu akatembea tu. Mtu unapoendelea kuwa mkubwa hofu zinaongezeka. Yaani hata kutoka tu nini kusikia kitu kimepiga unashtuka moyo unaweza ukashtuka. Anasema na vitisho vitakuwa njiani na mlozi utachanua maua. Mlozi ni almond tree ni kama mimea mbalimbali. Yaani maana hata uwezo wa kunyofolea majani nyumba inaanza kukanda vile na mazingira yako yanakuwa hayako mazuri tu. Anaendelea anasema hapa anatumia neno na pilipili hoho ikapaswa. Kwa kweli kwenye King James sijaliona hilo neno. Kwenye King James ikatumia neno niliangalia. Ulikuwa mstari wangapi? Turudi nyuma kidogo. Mstari wa 4 anasema na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo na mtu kushtuka kwa sauti ya ndege. Kushtuka. Yaani kitu kidogo pa. Mtu kukitokea kitu kikalipuka. Vijana wanakimbilia kwenda kuangalia, si ndio? Uzeeni mtu anaenda kujificha. Unaenda mbali. Yaani anakuambia hata kitu tu kidogo kinakushtua. Ni Mungu ndiye aliyetuumba, anajua mzunguko wa maisha yetu. Anaujua vizuri. Life cycle yetu anajua. Nao binti za kuimba watapunguzwa. Niko kwenye mstari wa 4. Yaani uimbaji, muziki kelele, yaani muziki unaanza kuwa kelele. Ujanani hata wale wenye mapikipiki wale wenye nini mabodaboda anaweza kaenda muda wote ni kelele. By the way ni uovu. Lakini wewe dakika moja tu peke yake ile kelele ya ule muziki unaweza kukimbia mji. Ndio sababu watu wengine uzeeni pia wanatoka mjini. Wanaenda pembeni ya mji. Sasa kelele zinakuwa nyingi. Wewe anaongelea vitu kama hivyo. Mstari wa 5 anasema naam ataogopa kilichoinuka. Kuogopa kilichoinuka nini? Kuogopa muinuko, kupanda. Mtoto mdogo kijana anaweza kapanda mti kirahisi sana. Lakini mwambie mtu mwenye rika lake aliyesogea huko. Kupanda kwake inakuwa ni shida. Yaani hata kusimama tu juu ya kichuguu tayari anaona anaenda kuvunjika. Anasema naam ataogopa kilichoinuka na vitisho vitakuwa njiani na mlozi utachanua maua nishaeleza na panzi atakuwa ni mzigo mzito. Yaani kitu mpanzi tumdudu anakuwa kwako nini? Yaani ni lugha ya picha. Anamaanisha kwamba kitu tu kilichokuwa chepesi kwako kinaanza kukushinda. Na anasema mstari ambao nimesema haumo kwenye King James anasema na pilipili hoho itapasuka. Nilichokiona kilicho kwenye King James ni tofauti. Anasema desires shall fall. Hapa ndo katafsiri eti pilipili hoho. Yaani nakwambia hii Biblia ya Kiswahili ndio tulio nayo. Nisingekuwa nasoma King James na kubadilisha vitu vingine tungekuwa tunaelewa. Pilipili hoho haimo kabisa. Haiandikwi popote. Pilipili hoho kwa lugha ya Kiingereza inajulikana zaidi kama paprika. Haipo popote. Alichoandika anasema kwenye hapo alipoandika pilipili hoho kwenye King James ameandika the desires shall fall. Maana desires ni nini? Ni vitu kama hamu, vionjo, interest za mambo vinaanza kuisha, mtu anabaki hana interest. Hana hamna vitu mbalimbali. Wewe kwambie hata chakula kinaweza kafika kipindi fulani kawa hakivutii sana. Na ni rahisi kuanza kuchagua chakula. Hiki sili, hiki kimechemka, hiki hakina, yani unaanza tu kubadilisha. Lakini mimi nakumbuka wakati tuko sekondari, tulikuwa tunasoma ifika saa 9 kama tumebahatika kupata ubaba. Tunaamka saa 9 tunaula wa baridi tunasoma mpaka asubuhi. Sasa hivi sifanyi. Mungu rafiki yangu mmoja si amepotelea hapo, kwa naitwa Muya Ujiga. Tunaamka tunakula vile ubaba. Tunasoma vya baridi kweli kweli. Hamu zinaisha. Desires.
Anayetaka kutuambia ni nini? Pamoja kwamba anatukumbusha tutapitia hatua ipi na kila mtu atapitia. Huyo unapojiona ni kijana ujue na huyo ambaye yuko huko naye alikuwa huko ni zamu kwa zamu. Naye alikuwa huko na nyakati hazichukui muda mrefu. Mzee wa leo alikuwa kijana wa jana. Na yeye alikuwa akiwaona wazee wa wakati wake anasema hivi je wazee jamani hivi ninyi na ninyi mlizaliwa mna baba na mama kweli? Au mliokotwa tu? Mlinunuliwa ni yani haoni kama kuna uwezekano. Na una baba kwani? Una mama? Kumbe walikuwepo akaondoka. Mungu anaweza tukumbusha ni kwamba wakati bado nafasi ipo tufanye yale yanayostahili. Hiyo maneno ya Mungu. Nani mwenye kusikia maneno? Yes. Tuendelee na hapa. Anasema maana mstari wa 5 maana mtu aiendea nyumba yake ya milele nao waombolezao wazunguka njiani. Nataka kusema kwamba muda wa kufanya kazi sio mwingi. Baada ya hapo utaondoka. Baada ya hapo nitaondoka. By the way ni vizuri tuishi tukijua kwamba tutaondoka. Aidha katika utumishi wa umma, aidha katika vyeo. Kuna watu wengine akikaa kwenye cheo wanafikiri kwamba atakuwa na cheo kile milele. Baada ya muda mfupi kinaisha kabisa. Na ile sehemu anazuiliwa kukanyaga. Hapa ulipokuwa hakuna kuingia huko tena. Sehemu ile kwa wewe unatawala unakuja kwa kuombe kwa kubembeleza au unanyimwa kabisa usikanyage huko. Mpaka wako ni hapa hakuna kwenda mbele. Anatoa tu kwamba wakati bado zingalipo tuzitumie vizuri. Kwa vitu vya mwilini lakini zaidi sana kwa vitu vya rohoni. Nimekusikia maneno. Vitu vya rohoni vya kwanza. Ndicho anachosema. Mstari wa 6 anasema kabla haija katika kamba ya fedha au kuvunjwa bakuli la dhahabu au mtungi kuvunjika kisimani au gurudumu kuvunjika birikani. Ni maneno kidogo ya mafumbo ya Biblia ni lugha ya mafumbo kwanza. Mungu ni Mungu mwenye ufahamu mkubwa, hawezi kaongea vitu kama za kwenye magazeti ya udaku. Ni vitu vyenye akili kidogo vinahitaji kufasiriwa kwa jinsi ya rohoni. Tena sio kwa jinsi ya kufikiri hapana. Unatumia Biblia kutafsiri Biblia. Sehemu inayoeleweka kwenye Biblia inaitafsiri sehemu isiyoeleweka kwenye Biblia. Ndivyo tunavyosoma Biblia. Sio kusema kwamba nafikiri hivi. Au mtumishi aliniambia hivi, hapana. Hivyo watu wanavyokosea Biblia. Lakini ule mstari wa 6 nikiusoma anasema or ever the silver cord be bruised or the golden bowl be broken or the pitcher be broken at the fountain or the well be broken at the cistern. Anatazameni kwamba vitu vya duniani vitakapokuwa havipo tena. Kama ulikuwa na gari huna. Kama ulikuwa na nyumba labda imeanza kuanguka, una hela hata ya kuisimamisha tena au kuikarabati. Kama ulikuwa na nguo zako labda unabadilisha suti 3 4 5 unabaki huna kasuti kama hakapo. Of course inategemea mtu na mtu. Inategemea kati wengine tujipangaje huku nyuma. Tumewekeza vipi? Lakini yote katika yote uwezo wa kuvipata unapungua jinsi muda unavyopita. Ndicho anachotuambia, anakuambia kabla kamba ya fedha haijakatika. Maana yake kama ni mapato hayapo tena. Kama ni mshahara huna tena. Au kuvunjwa bakuli la dhahabu. Maana vile vyombo vyako vya dhahabu vile vitu uko na uwezo kwenda unatoka hapa unaenda labda unanunua kitu kizuri labda vyombo vizuri mabakuli mazuri baadaye kuna bagi ambavyo vimevunjika bado unavitumia au vimepata kutu. Anamwambia nyakati hizo sio nyakati za kuanza kumkumbuka Mungu, ni wakati kama wa kuthibitika zaidi na Mungu. Sio wakati wa kwanza na Mungu, ni wakati wa kuendelea na Mungu tulichokushakianza. Ndicho alichosema mlango wa 12 Mhubiri kuanzia 1 mpaka 6. Hoja ya pili hiyo ya kwanza ilikuwa ni kutumia nguvu zetu za ujanani
na fursa zilizopo kutengeneza na Mungu na wakati mwingine kutengeneza na dunia. Mambo ya rohoni na ya mwilini. Kama ni mashuleni soma vizuri. Kama ni wekeza vizuri, lakini isiwe kigezo. Kusoma vizuri hakukuzuii kumtumikia Mungu vizuri. By the way, roho ikisimama vizuri, mwili unafanikisha vile. Kweli kabisa. Na mwili vile vile ukienda vizuri na ninahisi pia vile vile kuinfluence roho vizuri. Hoja ya pili inaanzia mstari wa 7 inasema ukomo wa maisha ya duniani na jinsi ya kuyahitimisha. Hoja ya pili inatukumbusha jinsi kwamba duniani tunapita. Tukae muda mrefu, ule mwisho wake upo. Hata sema kwanza ilikuwa naongelea kitu sio tofauti sana na hicho, lakini ilikuwa inatuonyesha hasa ujanani. Kabla mambo mabaya hayajaja. Sasa anatuambia wakati wa uzeeni, uzee wetu mzuri, ukubwa wetu uweje, tuutumieje vizuri. Mstari wa 7 anasema nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa na roho kumrudia muumba aliyeitoa. Anakuambia kwamba uko tulipokuwa tunacheza na maisha, tunafanya nini? Hatima ni kwamba hivi vitu viwili vinaanza kupishana njia. Moja kinapanda juu, kinaenda kusimama mbele ya muumba. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 9 mstari wa 27, anasema kwa maana tumewekewa kufa mara moja, baada ya kufa hukumu. Ndio kusimama kwenye hukumu. Mungu anasema sasa wokovu umenisaidia nini? Tuna hukumu za aina. Kuna hukumu ya waliookolewa, kuna hukumu ya wasiookolewa. Kuna kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, kuna kiti cheupe cha Mungu Baba. Viko tofauti. Lakini vyote ni hukumu. Moja ni hukumu ya watu waliookolewa, sio hukumu kama hukumu. Ni kule kuulizwa ule wokovu niliokupa. Kweli unao na kiti chako kile pale. Kwa nini usikae nyuma kuliko wote? Uliokoka ukafanya nini baada ya hapo? Mbinguni nishakuleta sawa. Umekuja kwa mbinu zangu sio kuzako. Lakini ni nini ulitumia maisha yako ya wokovu kwa lipi? Ulisoma neno la Mungu, ulivyoelewa ulifanyia nini? Au ulikuwa unahangaika na dunia na kasino za dunia hii? Hiyo ni hukumu ya waliookolewa, kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Biblia inasema kwa maana sisi sote imetupasa kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Na hicho sio kiti cha kututupa kulia na kwamba hawa wanatupa jehanamu ya moto. Ni kiti cha kutupangia thawabu mbinguni au kitu kingine kinaitwa crowns. The crown of righteousness au mataji ya mbinguni. Na wewe kusikisha somo la mataji ya mbinguni. Kwa mfano kiti atakachokaa Paulo. Hakika kalingana na cha mtu yote na chako. Kiti cha mtu kama Yohana Mbatizaji. Anasema yule ni mkuu mbinguni kweli. Alikuwa mkuu kuliko wote duniani. Ya kule mbinguni. Ndipo kazi tuliyofanya kwa Kristo. Kwa hiyo ndicho anachosema kwamba tutakapokuwa tuna mwili huu na achana na ile roho. Vilikuwa vinapishindana, vinadanganyana, vinafanya nini? Kila mmoja mwili unaenda unaoza. Mwili ndio ulikuwa unaidanganya roho. Roho inajivuta kumbe macho yalivyokuwa yananivuta niende nikawatamani vitu, kumbe alikuwa ananidanganya ishaoza yako kule chini. Roho inasimama kwenye hukumu. Ndio sawa anasema ndio sawa anasema roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Kwa hiyo mstari wa 7 anatukumbusha hatima yetu kwamba kuna kusimama kwenye hukumu, lakini kuna hukumu ya wasioamini Bwana Yesu Kristo. Haijalishi ulikuwa na dini fulani au huna dini fulani, vyovyote vile hukumwamini Bwana Yesu Kristo unatupa katika jehanamu ya moto. Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 11 mpaka wa 15. Mstari wa 8 anasema mhubiri anasema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Anatukumbusha kauli alizokuwa anasema kuanzia mwanzo kabisa. Mlango wa kwanza, mlango wa pili alikuwa anatukumbusha mpaka mlango kama wa 3 pale. Anatukumbusha kwamba kila kitu ni ubatili. Yaani vitu vya duniani kama huna msingi wa vile vya mbinguni ni ubatili. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 18 anasema tusiviangalie vinavyoonekana bali vile visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Ule uzuri unaojisifia
Kile kifua unachojisifia, ile elimu unachojisifia, ile kazi unachojisifia, yale magari unachojisifia ni vinaonekana ni vya muda tu. Sana. Bali vile visivyoonekana. Kwa maana vile vinavyoonekana vya muda, vile visivyoonekana ni vya milele. Wewe kitu kisichoonekana ni nini? Ni wokovu. Kitu kisichoonekana ni nini? Ni neno la Mungu ambalo unalisoma ukiwa kitandani kwako umejificha kule. Ni ule moyo wako ule umambata Kristo, ule muamini Bwana Yesu Kristo. Ni ule utumishi unaofanya, labda hapa watu injili, unahubiri injili, unafanya nini? Wale watoto tukao walea wakamjua Kristo. Hivi jiulize, atokee labda baba na mama wanazaa labda watoto 8. Huyu anakuwa jambazi, huyu anakuwa kahaba, huyu anakuwa haeleweka, na huyu anajinyonga, huyu ana nini? Ili walifai hiyo namba ilikuwa na faida gani? Ni mara mia uzae mtoto mmoja. Lakini Mungu anataka tuwe watoto idadi aliyotupa yote, lakini tumpeleke kwa Kristo. Wewe waambie, unaweza kuzaa mtoto ukampeleka shule na akasoma. Kama ambavyo unaweza kumpeleka shule na akasoma kwa mlipia ada kufanya nini? Fanya hivyo hivyo kwa Kristo. Mpe vya kiroho na vya kimwili wewe. Ndicho tunatuambia. Mhubiri anasema maisha yote ni ubatili, mambo yote ni ubatili. Anatukumbusha kwamba maadamu bado tuko chini ya jua, vitu vingi ni vya ubatili. Ubatili ni kitu kilichobatili, kitu gani? Kitu ambacho kimeisha muda wake, kitu ambacho kimeisha thamani yake. Maisha duniani yanaisha thamani. Ule uprofesa wako mkubwa sana na urais wako na uwaziri wako vyote vitakoma. Washakuepo marais wengi wakaondoka. Ni vya muda mfupi sana. Washakuepo miprofesa mikubwa inajisifia, inatembea kama vile ni kompyuta zinazotembea barabarani. Vyote vinaoza kule chini, yani ubatili. Lakini yeye amchaye Mungu adumu hata uzima wa milele. Petro anasema sehemu fulani, anasema mwili wote ni kama majani yanachanua, kesho yamekauka, lakini yeye amchaye Bwana adumu hata uzima wa milele. Kumcha Mungu, kumwamini Bwana Yesu Kristo. Sasa anasema walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima. Nakumbuka kwamba mhubiri ni Selemani mwana wa Daudi, na hii hekima alipewa na Mungu. Mungu alimwomba hekima, Mungu akasema nakupa hekima na juu yake nakupa na utajiri na vitu vingine akamuongezea. Ile hekima alimpa, na hekima ya Selemani haikuwahi kupitwa na mtu. Inavyosema katika Biblia. Anasema aliendelea kuwafundisha watu maarifa. Jamani, tujifunze kuwafundisha watu maarifa. Leo hii watu wanafundishana umbea. Wanafundishana namna ya kutrack simu ya mmeo na mkeo ili kusudi ujue siri zake, ndicho wanachofundishana. Baada ya kumfundisha maarifa ya Mungu. Ndio sio? Watu maarifa, na akatafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Niambie, hii mithali ndio ambayo tunazisoma, zinatupa hekima, zinatupa mwongozo ya kimungu. Vile vile tufanye hivyo ili kusudi tuachie watu wengine vitu vya kuwaongoza. Tuhubiri. Kwa mimi labda tuandike miongozo mizuri ya kiroho ya namna. Hebu andika kitabu jinsi ya kuchagua mchumba mwema. Na umeitoa kwenye Biblia. Umesoma Efeso 5. Umesoma sehemu tofauti. Anaendelea anasema mstari wa 10, huyo mhubiri akatafuta ili kupata maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyoofu, yaani maneno ya kweli. Watakase kwa neno lako ndio kweli. Anasema akaandika neno la Mungu. Neno akanena uvuvio wa kimungu. Wewe ama neno tunayoambia yamevuviwa na Mungu. Sina maneno yangu mwenyewe. Sina maneno yangu. Na sina uwezo nayo. Kabisa. Mungu anasema wewe ukijiweka tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu atakupa kazi. Usipokuwa tayari, Mungu hahangaiki nawe, ana watumishi wa kumtosha kabisa. Yaani wengi kabisa. Mstari wa 10 anasema maneno yao wenye hekima kuwa mfano wa michokoo. Mstari naomba ni usome kwenye King James. Mstari wa
wa 11 anasema hivi, the words of the wise are as goads and as nails fastened by the masters of the assemblies which are given from one shepherd. Anasema maneno ya wenye hekima ambaye alikuwa anasema hekima aliyopewa na Mungu. Ni kama as gods, ni kama vitu vya kushtua. Ni kama vitu vya kushtua, hamaanishi kushtua kusudi ushtuke, anamaanisha vitu vya kama vya kutuwajibisha ili kusudi tusilale, tusiwelele mama. Ni kama anavyosema sehemu nyingi tu, anasema neno la Mungu ni upanga unaokata. Sehemu nyingine anasema katika Ibrania 4:12. Neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Leo hii watu wanataka neno la Mungu ni mafuta ni mafuta malaini. Hapana, neno la Mungu halijawahi kulinganishwa na vimafuta laini. Kulinganishwa na upanga na vitu vinavyoshtua, vitu vinavyowajibisha, vitu vinavyotutoa katika kulalala na kucheza na kusimama thabiti imara na kutimiza mapenzi ya Mungu. Sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Yeremia sehemu fulani mlango wa 23. Yeremia 23. Anasema ni kama misumari, ni kama nyundo inayogonga misumari. Ili kusudi na kufasten ni kama kuimarisha. Neno la Mungu ni kama misumari, nyundo inayogonga misumari kusudi vitu vilivyokuwa vimelegea viwe imara. Lakini na maumivu yatokee. Unapogonga msumari, ile mbao haina maumivu, lakini unaona kabisa kwamba mpaka moto unaweza kutoka pale. Neno la Mungu sio lele mama, ndio ujumbe. Hekima ya Mungu sio lele mama. Ukienda katika kanisa na ndio mengi kabisa. Utaambiwa vimaneno vilaini. Hebu njoni hapa Bwana naenda kuwabariki. Hebu endelea kujidanganya. Unajua njia ya Mungu ni fupi. Njia ya Mungu mbio za sakafuni huishia pale ukingoni. Neno la Mungu lililonyooka halina mwisho. Mbingu na dunia zitapita, lakini Biblia hii, mbingu na dunia zitapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Ninasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 35. Maneno yao wenye hekima kwa mfano wa mchokoo. Chokoo ni kama miiba, ni kama misumari, kitu ambacho wewe neno la Mungu halitakiwi kutubembeleza kiukweli. Kuna sehemu neno la Mungu linabembeleza, linafariji, linafanya, lakini sehemu kubwa linatuwajibisha, wakati mwingine linatuzuia. Ndivyo ilivyo, sivyo ilivyo. Ndivyo inavyotakiwa kuwa basi. Mstari wa 12 anasema tena alichokuwa anataka nikwambia ni kwamba ana kwa mfano hivi kuambia watu kwamba maisha duniani ni ubatili. Wangapi watapenda kusikia hiyo habari? Hapana, watataka kuambia kwamba maisha ya duniani ni kuwa na nyumba 5 nzuri, ukawa unasimama, unatema mate, unayasindikiza kwa macho mpaka yatakapofika kule chini ukiwa kwenye gorofa lako. Ndio watataka kuambiwa. Lakini mhubiri anakuambia maisha ya dunia ni ubatili. Na anaishia katika hukumu. Hiyo ndio michokoo hiyo. Hiyo ndio misumari hiyo. Hiyo ndo misumeno hiyo. Maneno ya Mungu yanatakiwa ni korokochoe kidogo. Ukweli unauma. Neno la Mungu ni ukweli. Na ukishasikia ukweli ambao haumi, huo sio ukweli. Uongo unabembeleza. Anasema katika kitabu cha Mhubiri, huyu anaandika huyu. Mhubiri kabla ya Mhubiri, Mithali. Anasema majeraha ya rafiki. Majeraha, michubuko unayopewa na rafiki ni amini, bali kubusubusu kwa adui hubembeleza.
Unakutana mtu anakupembeleza akwambia tu maneno tuzuri. Jamani bosi wako vizuri hivi. Huyo uwe makini naye. Mstari wa 12 nasema tena zaidi ya hayo mwanangu kubali maonyo, hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana kuchosha mwili. Hili neno la msingi sana linasumbua ulimwengu wa sasa. Leo hii watu wako tayari kukimbia ndoa zao, wamekimbia wako kwenye kusoma. Kukimbia familia zao wako kwenye kusoma. Mwingine hata hafanyi, mimi najua kuna watu ambao anasoma mpaka anakaribia kustaafu. Unakuta anasoma bado miaka mingapi unasikia eti ndo amemaliza. Na akimaliza haishi hapo, unasikia amerudi tena. Mimi nimekaa nao wa hivyo wako wengi. Kabisa. Yaani wanaitwa perennial students. Perennial ni wanafunzi wa kudumu. Yote katika vyote wanatafuta nini? Sifa, tukufu, kiburi tu. Kiburi tu. Anaweza tuambia ni kwamba hii hoja inatuambia nini? Nenda kapate mafunzo. Kisha maliza kupata mafunzo. Maliza nenda kayatumie kwa ajili ya maendeleo yako na maendeleo ya watu wengine na familia yako. Sio unakuta mtu familia imeparanganyika kwa ajili eti yuko kwenye vitabu na masomo. Mstari wa 15 nasema hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa. Mche Mungu au zishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mstari ndio tulianza nao kama sehemu ya kusisitiza. Nasema jamani, yote unaweza kusoma, epuka vitabu hivi upitiliza vitu gani mbalimbali tulivyosoma huko. Macho yatakuwa yametiwa giza na nini. Lazima yote hayo yatatokea vyote vile. Lakini la msingi ni nini? Kile kitu cha msingi kabisa cha kuondoka nacho ni kuwa na hofu na Mungu na sheria zake na kuzitii kwa kadiri utakavyoweza na kwa kadiri utakavyojitahidi. Na Mungu naye atakusaidia na Mungu naye atatusaidia. Atanisaidia pia. Tujifunze. Leo hii ukaenda katika kanisa la Kikristo lolote lile ukaanza kuongelea habari za amri za Mungu, hutamaliza dakika, utashushwa. Hawataki kusikia hizo habari. Yesu anasema katika kitabu, ngoja nisome pale. Kitabu cha Mathayo mlango wa 5 anasema hivi. Mathayo 5 Yesu akisema mwenyewe. Mathayo mlango wa 5 kwa sijapanga kuhubiri lakini ngoja nisome mstari wa 19 anasema hivi. Basi mtu yeyote atakayevunja amri, neno jingine la amri ndio sheria. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni kama ameokoka. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Lakini hatuna amri. Sisi hatutaki amri. Yesu alishatangulia kukuambia habari kwamba utazivunja na utaitwa mdogo kabisa. Utashushwa. Kama Korazini atasema wewe Korazini unajiinua mpaka juu mawinguni, utashushwa mpaka kuzimu. Ndio sehemu yako inayokustahili. Kwa sababu ulijitahidi kupinga amri kwa umesimama katika madhabahu. Leo ukafungua kitabu cha Kutoka mlango wa 20, Kumbukumbu la Torati mlango wa 5. Ukasema habari za amri. By the way, neno lote la Mungu ni amri. Mle kote, kila unachosoma mle utakuta ni amri. Aidha fanya hiki au usifanye hiki. Lakini yote ni amri. Lakini kuna sehemu nyingine unakutaka kabisa kaziunganisha, amri usifanye hiki, usifanye hivi, usifanye hivi. Unasema hizo hatakusikia hazituhusu. Wangapi wanafundisha hivyo kwenye makanisa yao? Lakini Mungu ametangulia kusema okay, utakapokataa kuzitenda na ukafundisha wengine kuzivunja, jiandae utafanywa mdogo kabisa. Hata kama ulikuwa unajisifu huku duniani. Nani yuko pamoja na mimi? Tumalizie ile mstari wa mwisho kabisa. Anasema hii ndio jumla tumeiona. Jumla ni tujifunze ujumbe wa kuondoka nao kwenye kitabu cha Mhubiri kwenye Biblia kwenye mlango wa 12. Tujifunze kupenda kujua amri za Mungu, maelekezo ya Mungu. Sio zile 10 peke yake jamani. Lakini ni nini Mungu amekataza, ni nini Mungu ameelekeza.
Tuwe na tabia hiyo na moyo wetu udundie pale. Ili kusudi tuwe wakuu kabisa katika mbele za Mungu. Na ndio chanzo cha kupata kusikiwa maombi yetu. Mstari wa 14 inasema kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kile neno la siri likiwa jema au likiwa baya. Nakwambia kila kitu kitapewa ujira wake. Ndio hukumu. Kitalipwa sawa sawa sambamba. Akimaanisha nini? Kila jema tunalotenda litalipwa. Kila baya vile litalipwa. Leo hii watu wanapenda akifanya jema anatamani Mungu alinoti vizuri aje amlipe, lakini akitenda baya hataki usikumbukwe. Of course Mungu ni mwenye rehema. Mungu ni mwenye rehema sana. Sisi tukamsemea sehemu nyingine anasema Bwana kama ungehesabu makosa yetu ni nani ambaye angesimama mbele yako? Katika kitabu cha Zaburi. Bwana kama wewe ungehesabu makosa yetu ni nani ambaye angesimama mbele? Sasa Mungu atatusamehe sehemu nyingi kabisa. Lakini jumla ya mambo yake yote maovu atayalipa sambamba na maovu yalivyo na mema atayalipa thawabu. Aidha katika ulimwengu wa sasa au hata ule ujao. Fozi ule ujao huko tofauti kidogo, ulimwengu ujao uko tofauti, mbingu mpya nchi mpya na Yerusalemu mpya mbinguni, uko tofauti utategemea msamaha wa wokovu tuliopata kwa Yesu Kristo. Lakini tukisha upata huo msamaha wa wokovu tuliopata kwa Yesu Kristo, ndipo sasa matendo yetu yataanza kupimwa. Anasema atayapiga moto. Katika Wakorintho kwanza mlango wa 3 akishapiga moto mstari wa 12 ataangalia sasa ule kama ni dhahabu ni vitu vya thamani ule moto hautaviunguza. Lakini kama vitakuwa ni vitu vya ovyo ovyo havina faida umeokoka alafu unaenda kumimbia nyimbo za kidunia na nini hata vipiga moto vyote vinaungua kama karatasi. Unabaki na majivu. Huna chochote. Ngoja niulize zile nyimbo za Rose Muhando zikipigwa moto zitakuwaje zi? Kuokoka kwenyewe sijui kama ameokoka. Sitaungua tu ni majivu ya. Wewe wame vile ni nyimbo tunavyoimba hapa. Vile vya kwenye vitabu. Bwana sehemu yangu. Maneno kama haya. Zile ni nyimbo ambazo zikipigwa moto ile ni dhahabu. Haiungui. Lakini ile utamu wa Yesu, utamu wa Yesu. Secret agenda. Secret agenda ni lugha ya Kifreemason. Hiyo hata mbele za Mungu itatupiwa mbali huko kabisa. Basi kwa neema ya Mungu tumeweza kumaliza kitabu hiki. Milango 12. Hongera sana kwa watu tuliokuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka leo. Na Mungu aendelee kututia nguvu tuendelee baada bado tunapumua, baada bado macho yanaona, baada bado fikra zetu ziko hai. Tuendelee kupenda kujua kweli ya Mungu. Bado tuna neno jingi sana kujifunza. Basi tukutane katika Zaburi tutakapokutana mara nyingine. Mungu awabariki sana. Nende na amani ya Bwana. Bado tunakushukuru kwa ajili ya neno hili kwa fadhili na kibali chako. Tunakushukuru kutuongoza kumaliza milango yote 12. Ni neema ya ajabu Mungu, sio kwa nguvu zetu, hakuna anayeweza. Maneno yako ni mzigo mzito. Mungu litubebea pia. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunaomba baraka zako zilizochotwa katika kitabu hiki Mungu zikadumu juu ya mioyo na nafsi za watu wako na watu wale hata waliotufuatilia kutokea mbali, lakini zaidi sana watu waliokuja hapa waliokuwa waliambatana nawe katika jua, katika mvua, katika uchovu, katika jasho. Mungu ulikuwa pamoja na hata katika mioyo Mungu uliokuwa inapokea neno hili Mungu. Tunaomba baraka zako zinazopitia katika neno lako zikaambatane na watu wako sasa na hata milele ijayo. Amen.